Ninamshukuru Mungu tena siku hii ya leo aliyenipa kibali cha kusimama katika madhabahu hii. Kama alivyosema baba mchungaji, yawezekana ulikuwa ni mpango wake mwenyewe Mungu. Yawezekana hata leo nitaka kuwa kama katibu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alitaka nifike katika madhabahu hii. Nimefika wiki hili nikakuta kazi za mashamba, mpunga huko kwenye maji. Kana nafikiria kesho nitakwenda ibadani. Nikiwa shambani, baba mchungaji akanipigia simu. Nikasema ni mpango wa Mungu. Sema amina. Amina. Sema amina. Amina. Basi Mungu anataka kusema nasi siku hii ya leo katika somo lake linalosema machozi ya wana wa Kristo yana thamani kubwa mbele za Mungu. Machozi ya wana wa Kristo yana thamani kubwa mbele za Mungu. Machozi uliyoyatoa mbele za Mungu katika madhabahu hii, katika haja yako, yana thamani kubwa sana mbele za Mungu. Neno hili litatuongoza katika vitabu vifuatavyo. Tutasoma kitabu cha Wafalme wa Pili sura ile ya 20 mstari wa 1 mpaka wa 6. Tutasoma kitabu cha Wafalme wa Pili sura ile ya 20 mstari wa 1 mpaka wa 6. Lakini tutakuwa na kitabu kingine, Samueli wa kwanza sura ile ya 1 mstari wa 10 na wa 11. Tutakuja kumaliza na kitabu cha Nehemia 1 mstari wa 1 mpaka wa 11. Nitaomba aliyepata katika kitabu kile cha kwanza, Wafalme wa Pili sura ile ya 20 mstari wa 1 mpaka wa 6 atuongoze. Wafalme wa Pili, Nehemia 1 mstari wa 1 mpaka wa 11. Tuanze na kile kitabu cha Wafalme wa Pili sura ile ya 20 mstari wa 1 mpaka mstari wa 6. Aliyepata naomba tuongoze kusoma. Kitabu cha Wafalme wa Pili sura ile ya 20 mstari wa 1 mpaka mstari wa 6. Tunataka tuone jinsi machozi ya wana wa Kristo yalivyo na thamani kubwa mbele za Bwana. Asante. Wafalme wa Pili sura ya 20 mstari wa 1 hadi wa 6. Amen. Kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 20 mstari wa 1 hadi wa 6, maneno ya Mungu yanasema: Siku hizo Hezekia akaugua, akawa katika hatari ya kufa. Isaya nabii mwana wa Amos akamjia akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Basi Hezekia akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana akasema, nakusihi Bwana, ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Ikawa kabla Isaya hajatoka katika mji wa kati, neno la Bwana likamjia kusema, rudi ukamwambie Hezekia, mkuu wa watu wangu, Bwana
Mungu wa Daudi baba yako asema hivi: nimeyasikia maombi yako na kuyaona machozi yako. Tazama, nitakuponya. Siku ya 3 utapanda nyumbani kwa Bwana. Tena nitazidisha siku zako kiasi cha miaka 15, nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru. Nami nitaulinda mji huu kwa ajili yangu na kwa ajili ya Daudi mtumishi wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunataka tuone jinsi machozi ya wana wa Kristo yalivyo na thamani kubwa mbele za Mungu. Tunapewa habari ya mfalme Hezekia ambaye aliugua ugonjwa mbaya sana. Alikuwa katika hatari ya kufa. Lakini Biblia inasema wakati mfalme Hezekia anaugua, yuko katika hatari ya kufa, sauti ikamjia nabii Isaya, inamwambia, nenda kwa Hezekia ukamwambie ugonjwa anaougua hatapona, atakufa, ila atengeneze mambo ya nyumba yake. Bwana Yesu asifiwe. Ni habari mbaya ambayo Hezekia anaipokea kwa nabii Isaya, kwamba Bwana amenituma, ugonjwa unaougua huo hautapona, utakufa, ila tengeneza mambo ya nyumba yako. Biblia inasema habari hii ilimuumiza sana mfalme Hezekia, kwa sababu ilikuwa ni habari mbaya kwake. Ilikuwa ni habari ya kukatisha tamaa katika kuishi kwake. Biblia inasema aliposikia habari hii, akajigeuza, uso wake akauelekeza ukutani. Ameumia. Habari ni mbaya anayoisikia kwa nabii Isaya. Ujumbe anaoupata kutoka kwa Mungu ni mbaya katika masikio yake. Unamuumiza, ile hali ya kuishi tena inapotea. Biblia inasema alivyoelekeza uso wake ukutani, Hezekia aliomba akasema, e Bwana nakusihi, e Bwana nakusihi, e Bwana nakusihi, ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu. Kumbuka sasa Bwana, kuna wakati nilikwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu. Kumbuka sasa Bwana. Biblia inasema wakati maombi haya anaomba Hezekia, anamkumbusha Mungu akumbuke. Ni kweli amepokea habari mbaya kwa Isaya kwamba ugonjwa huu anaougua hatapona, atakufa, lakini anamkumbusha Mungu, kumbuka sasa Bwana, kuna wakati nilikwenda mbele zako kwa moyo mkamilifu, lakini katika kweli. Kumbuka Bwana. Biblia ishi hapo, anasema Hezekia alilia sana, tena sana. Wakati anaomba maombi haya, anamkumbusha Mungu kumbuke, alikuwa anabubujika nalia. Machozi haya yalikuwa na thamani kubwa sana mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Machozi haya yalikuwa na thamani sana mbele za Bwana. Nini kilichotokea wakati Hezekia analia, naomba, namkumbusha Bwana? Biblia inasema kabla nabii Isaya hajatoka katika ikulu ile, neno likamjia Isaya, rudi kwa mfalme Hezekia ukamwambie, maombi yake nimeyasikia, machozi yake nimeyaona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Machozi ya wana wa Kristo yana thamani kubwa sana mbele za Bwana. Kulia kwa Hezekia hakukuwa bure.
bali kulikuwa na thamani kubwa mbele za Bwana. Lakini alikuwa na kitu ambacho alikuwa anamkumbusha Bwana. Biblia inasema Isaya akawa anarudi, anamwambia Ezekia, Bwana amenituma tena, anasema kilio chako amekisikia, machozi yako ameyaona, maombi yako ameyasikia. Sasa nasema atakuponya, atakuzidishia miaka 15 tena, hautakufa. Pigie Bwana makofi sana. Machozi ya Bwana, machozi ya wana wa Kristo yana thamani kubwa sana mbele za Bwana. Wapendwa wa Mungu, Mungu ni wa rehema sana. Mungu ni wa rehema sana. Pamoja na kwamba hukumu ilikuwa imetangazwa dhidi ya Ezekieli, lakini Mungu ni wa rehema sana. Akabadilisha hukumu, akampa uzima. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kilichobadilisha ile hukumu ni machozi ya Ezekia. Hakuna kitu kingine. Ilikuwa ni kulia, analia, Mungu kumbuka sasa. Nilikwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu, kumbuka sasa. Anabubujika machozi. Ndicho ambacho Mungu kilichobadili hukumu dhidi ya Ezekieli. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Machozi yako katika madhabahu hii mbele za Mungu yana thamani kubwa sana. Usijidharau. Unasema ninaomba nini? Usijidharau. Unavolia, unavopeleka haja zako mbele za Mungu, Mungu anakusikia. Sikio lake sio zito, anasikia. Macho yake hajafumba, amefumbua kila wakati. Anaona peso lako, analiona huzuni yako, anaiona. Ukilia, ukibubujika mbele zake, atakusikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni wa rehema sana, kubadilisha kutoka katika mauti mpaka uzima. Lakini tunajifunza nini? Tunajifunza pia kwamba uhai wetu sisi wanadamu uko mikononi mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Uhai wetu sisi uko mikononi mwa Bwana. Akiamua ufe, utakufa. Akiamua uishi, utaishi. Bwana Yesu asifiwe. Ulipopata habari mbaya, najua pengine katika maisha yako, katika kupita kwako, ipo wakati ulisikia habari mbaya ilivyokujia. Je, ilivyokujia ulichukua hatua gani? Ulimnungunikia Mungu au ulimlilia Mungu? Ukimnungunikia Mungu umetenda dhambi, bali mlilie Mungu, maana atakusikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tatoa ushuhuda mmoja. Hapa katikati nilipata changamoto kidogo ya kiafya. Nilipata habari mbaya. Nazungumza habari mbaya. Unapoisikia unamlilia Mungu, unamnungunikia Mungu. Nikawa napata shida sana ya maumivu wa mwili. Nikaenda hospitali. Nilienda wilayani mwezi wa 3, nilikuja hapa, lakini siku chache sikufika ibadani hapa. Nilifika mwezi wa 3. Walichoniambia, kaniambia historia ya ugonjwa ambao ulikuwa unakusumbua wa figo umejirudia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni wa ajabu sana. Nikasema asante Mungu, utafanya mwenyewe. Wakaniambia utatafuta dawa, utatumia, lakini utachoma na sindano. Na hizi dawa ni gharama, hazipo katika mfumo wa bima, kwa utapita Dar es Salaam ununue. Ni kweli nilipita na nilinunua, lakini sindano sikuchoma. Nikatumia kama siku 7, sikuona mabadiliko. Kule tuliko kuna kituo cha afya, lakini nikasema ngoja niende. Nilipompata daktari aliyenipima, kwanza akashtuka, akaniambia
siwezi nikakutibu, ila nikupe referral uende hospitali kubwa ukaonane na daktari bingwa. Tatizo lako, ninaona figo yako ya kushoto imevimba. Sasa sitaweza kukutibu, sitaweza kushughulika na hili. Jaribu linapokuja, kama hujasimama utayumba. Nikafikiria, akasema, nikamuuliza nitaenda wapi? Akaniambia sina hospitali nyingine ya kukutuma zaidi ya Muhimbili, au uende Benjamin Mkapa. Nikasema sawa. Akanipa referral, nikaenda nyumbani. Lakini maumivu alivyozidi, nikasema ngoja niende. Nikafika wilayani ili nipate kibali. Kwa hiyo hospitali ya wilaya wakanipima kujiridhisha ili wanipe referral. Wakakuta kuna tatizo. Lakini daktari alivyokuwa ananiambia, bwana uende Muhimbili, utakutana na daktari bingwa, ila hapa sisi hatukupi dawa yote. Lakini hicho mjibu daktari, nikamwambia ukaja ujasiri. Nikasema daktari, mimi nahisi nimepona, ninarudi nyumbani. Yule daktari aliandika namba, sijampigia mpaka leo, aliandika namba, akaniambia ninaomba unipigie simu uje uchukue referral uende Muhimbili. Nikarudi nyumbani. Na zile dawa nilizokuwa natumia, baba mchungaji, na hatari nilitupa kabisa. Nikasema Mungu, nafasi iliyobakia ni ya kwako. Katika nafasi yangu nimefanya, ya kwako imebakia. Nimesimama hapa, sijamwona daktari Muhimbili. Na Yesu asifiwe. Ninakwenda shambani, ninafanya kazi, sijamwona daktari Muhimbili. Bwana Yesu asifiwe. Maana nikasema Bwana, uko wewe unayeweza. Peke yangu sitaweza. Sisi ni watumishi wako. Nakumbuka nimekwenda mbele zako, nimefanya kazi zako. Basi kumbuka hata hizo kazi, kama mfalme Hezekia alivyomkumbusha Mungu. Hakika Mungu, ninaamini ametenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Machozi ya wana wa Kristo yana thamani kubwa mbele za Bwana. Uhai wa mwanadamu uko mikononi mwa Bwana. Kuongezewa Ezekieli miaka 15 ilikuwa ni ishara tu ya mamlaka ya Mungu, kwamba uzima wa mwanadamu uko mikononi mwake. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni ishara tu. Tukiamini anatenda, tukiamini anafanya. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuja katika madhabahu, amini kwamba ninakutana na Bwana. Amini kwamba Bwana nitamuona, naye hatakuacha. Amini hatakuacha. Wana wa Kristo, tunapaswa kumwomba Mungu kwa imani. Tunapokabiliwa na magonjwa, tuombe kwa imani. Tunapokutana na matatizo mbalimbali, tuombe kwa imani, naye Mungu atatujibu. Bwana Yesu asifiwe. Twende kwenye kitabu kingine, Samueli wa kwanza, mstari ule wa kwanza. Samueli wa kwanza, sura ile ya kwanza. Tusome mstari wa 10 na wa 11. Kitabu cha Samueli wa kwanza, Amen. Sura ya kwanza, mstari wa 10 na 11. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake. Alikuwa na uchungu rohoni mwake. Akamwomba Bwana, akalia sana. Akamwomba Bwana, akalia sana. Huyo mwanamke, tulia. Naye huyo mwanamke alikuwa na huzuni rohoni mwake. Akamwomba Bwana, akalia sana. Maombi yake anayoomba yanaambatana na kulia. Endelea tumishi. Akaweka nadhiri, akasema, E Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikiria kichwani mwake. Amina. Bwana Yesu asifiwe.
Biblia inatupa habari ya wanawake wawili, Penina na Hana. Watu hawa walikuwa ni wake wa mtu mmoja aliyeitwa Elikana. Lakini Biblia inasema Penina alijaliwa watoto wengi, lakini Hana hakujaliwa hata mtoto. Lakini huyu Penina aliyekuwa na watoto wengi alikuwa akimchokoza na kumziaki sana Hana kwa sababu hana mtoto. Kile kitendo kilikuwa kikimfadhaisha sana Hana, kilikuwa kikimuumiza sana Hana, kinamsikitisha sana Hana kwa kitendo anachokifanya Penina, kwa kumziaki, kwa kumchokoza, kwa kumfedhehesha. Kilikuwa kinamuumiza sana. Biblia inasema Penina alikuwa kimziaki na kimchokoza Hana kwa sababu alikuwa hana mtoto. Biblia inasema kila mwaka walipoenda kumwabudu Mungu huko Shilo, Penina aliongeza kumuumiza moyo Hana. Walipokuwa wanakwenda kila mwaka wanakwenda kumwabudu Mungu huko Shilo, huyu Penina alikuwa anaongeza nguvu ya kumuumiza Hana. Hana anaumia sana, anasikitika sana. Sikia, Hana alikuwa akilia, anakosa hata hamu ya kula. Ndio pale Biblia inasema maumivu yale, anakuambia naye huyo mwanamke alikuwa na huzuni rohoni mwake. Ziaka ile, kusimangwa kule, alijawa na huzuni rohoni mwake. Lakini akajua kwamba kimbilio na tumaini liko wapi? Niende kwa waganga wa kienyeji? Niende wapi? Anasema kimbilio lake lilikuwa ni kwa Bwana. Akaomba, akalia sana, akalia sana. Anasema aje? Katika kuomba kwake anasema, ee Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako, liko teso linalonisumbua mjakazi wako, ikiwa wewe ni Bwana wa majeshi ukaliona hilo teso la mjakazi wako na kukumbuka na kunipa mimi mjakazi wako mtoto. Kwanza kwambia, ukinikumbuka na usiponisahau na kunipa mimi mjakazi wako mtoto wa kiume, huyu mtoto nitakuletea madhabahuni pako. Bwana Yesu asifiwe. Aliweka nasiri kwamba ukiliangalia teso huyu Penina anavyonizalilisha, anavyonichokoza, anavyoniumiza, nina teso nimelibeba moyoni mwangu, iko huzuni kubwa. Ukiliangalia teso hilo, nami ukanikumbuka, wala usinisahau, ukanipa mtoto wa kiume, nitakuletea madhabahuni pako. Hakuna sehemu nyingine yoyote nitakapompeleka huyu mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Analia kwa uchungu, anaomba, analia kwa uchungu, machozi. Bwana Yesu asifiwe. Machozi ya Hana mbele za Bwana yalikuwa na thamani kubwa sana. Nini kilichotokea baada ya kuomba? Lakini Biblia inasema, ukiendelea, Hana alivyokuwa mbele za Mungu anaomba, anabubujika. Biblia inasema heri ya kumwelewa huyu anaomba nini. Ameelewa, amefanyaje? Akumuelewa. Maana machozi ya wana wa Kristo ni lugha. Ile ni lugha ambayo ni Mungu peke yake anayeielewa. Ni Mungu peke yake anayeielewa. Hakuna mtu mwingine yeyote anaweza kaielewa ile lugha. Maana unapobubujika, mimi sitaweza kukuelewa, wala mtu mwingine hataweza kukuelewa, bali ni Mungu peke yake atakayekuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Anabubujika, analia. Biblia inasema heri ya kumwelewa. Alipokuwa mbele za Mungu anabubujika, akawa anatazama kinywa chake, maana sauti ilikuwa isikiki, ila ni midomo tu inaonyesha kama nanena. Sauti ya isikiki. Basi yeye anajiuliza, pengine huyu amelewa. Anamfuata Hana, anamwambia, mpaka lini utaendelea kuwa mlevi? Achana na divai. Sikia, Hana anasema, tazama, mimi mjakazi wako wala si mlevi, wala sijapata kileo wala divai,
bali moyo wangu unamiminikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa analia, moyo wake anaumimina mbele za Bwana. Sijalewa wala sijapata kileo wala divai, bali moyo wangu unamiminikia Bwana. Anasema kwa wingi wa uchungu wa maumivu anayoyapata yale, ndio wingi ule ule jinsi anavyonena pale. Bwana Yesu asifiwe. Wingi wa mateso yako, wingi wa huzuni yako, ukiileta mbele ya madhabahu kwa wingi ule ule, jinsi utakavyonena na Bwana, Bwana atakusikia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Hana alikuwa anabubujika, anaongea, midomo inacheza. Huyu ameelewa amefanyaje? Hakuna aliyekuwa anaelewa ile lugha isipokuwa Mungu mwenyewe. Nini kilichotokea? Sikio la Bwana sio zito, macho yake sio kipofu, anaona. Kilichotokea, Biblia inasema ikawa wakati ulipowadia. Ukisoma mstari wa 20, wakati ulipowadia, Hana akachukua mimba na akazaa mtoto wa kiume, akamwita jina lake Samueli. Mungu aliyokuwa amefunga tumbo la Hana, Penina akajizolea umaarufu wa kumtukana Hana, akijua kwamba huyu ni tasa, huyu ni mgumba, hataweza kuzaa. Lakini yuko Mungu ambaye huachilia baraka, huachilia neema. Akaachilia baraka kwa Hana. Biblia inasema wakati ulipowadia, akachukua mimba, akazaa mtoto wa kiume, naye akaitwa jina lake Samueli. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna jambo linaloshindikana mbele za Bwana. Hakuna jambo ambalo ni gumu mbele za Bwana. Bwana anajibu kwa wakati wake. Wakati ulipowadia ndio ulikuwa wakati wa Hana wa kupata mtoto. Watoto wa Penina hatuwafahamu katika Biblia, lakini mtoto wa Hana tunamfahamu Samueli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Pigie Bwana makofi, sema amina, 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 amina. Amen. Huyo ndio Mungu tunayemwabudu. Huyo ndio Mungu ambaye tunayemlilia. Huyo ndio Mungu anayeona machozi yetu. Anasema nimeyaona machozi yako, nimesikia kilio chako, nimesikia maombi yako. Huyo ndiye Bwana tunayemwabudu. Hatuna Mungu mwingine, ni huyu tunayemwabudu. Usijidharau mpendo wangu. Ukiingia katika hema la Bwana, jua unakutana na Bwana. Mungu tunayemwabudu ni mkubwa sana. Mungu tunayemlilia ni mkubwa sana. Nimefurahi ushuhuda mmoja amekwambia huko wanakoabudu, sijakupenda, nenda kule. Bwana Yesu asifiwe. Maana tunajua kwamba tunayemwabudu ni hai. Tunayemwabudu sio kiziwi, anasikia. Bwana Yesu asifiwe. Je, ulipopata habari mbaya ulimlilia Mungu? Ulimnung'unikia Mungu? Ulienda kwa waganga? Liko tumaini moja tu, ambaye ni Mungu peke yake. Tumesema uhai wetu uko mikononi mwa Bwana. Akitaka uende utaenda. Sisi ni wakina nani? Wako watu ambao walikuwa na mali nyingi sana, lakini leo walipopata ugonjwa wamehangaika, wanaenda mpaka India. Yawezekana sisi hatuna hata uwezo wa kwenda hata Ikonda, lakini bado wakaondoka katika dunia hii. Maana Bwana alitaka waondoke, ajidhihirishe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi ametuacha ni wakina nani? Lakini pengine Bwana alikuandikia ukapata ugonjwa akakwambia uende hata Muhimbili tu, uende hata hapo Rufaa Mbeya, lakini nikashindwa. Lakini bado Bwana ametuacha katika ugonjwa huo ambao Mungu amekuacha, mwingine aliondoka.
Bwana Yesu asifiwe. Mungu ameachilia uzima kwako kwa ajili ya kujitwalia utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine shetani anakuwa yupo kazini, anapambana kwa nguvu zote. Kitu kingine ambacho nikwambie mpendo wa Mungu, si kwamba hatutapata majaribu, tutapata, lakini Bwana atatuvusha. Si kwamba hatutapita katika mateso, tutapita, lakini Bwana atatuvusha. Si kwamba hautalia, utalia, lakini Bwana atakuvusha, maana tunayemwamini ni mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Twende kitabu kingine. Machozi ya wana wa Kristo yana thamani kubwa sana mbele za Bwana, mbele za Mungu. Machozi ya wana wa Kristo. Sisi ndio wana wa Kristo. Hatuzungumzii wana wa Kristo wengine. Sisi wenyewe ndio wana wa Kristo. Kwa hiyo machozi yetu sisi mbele ya Kristo yana thamani kubwa sana mbele za Mungu. Mungu anayasikia. Tumemwona mtumishi Ezekieli alivyolia, Mungu alijibu. Tumemwona Hana alivyolia, Mungu amejibu. Machozi yao hayakwenda bure, Mungu anajibu. Kwa hiyo machozi yetu sisi yana thamani kubwa sana mbele za Bwana. Tusome kitabu cha Nehemia 1 mstari wa 1 mpaka wa 11. Mtumishi wa Mungu. Kitabu cha Nehemia sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 11. Amen. Habari za Nehemia, amen, mwana wa Hakalia. Amen. Ikawa katika mwezi wa Kisleu mwaka wa 20 nilipokuwapo Shushani ngomeni, Hanani mmoja wa ndugu zangu akanijia, yeye na watu wengine waliotoka Yuda, nami nikawauliza habari za Wayahudi waliopona, hao watu wa uhamisho waliosalia, na habari za Yerusalemu. Wakaniambia, watu wa uhamisho waliosalia huko katika wilaya ile wamo katika hali ya dhiki nyingi na mashtumu, tena ukuta wa Yerusalemu umebomolewa na malango yake yameteketezwa kwa moto. Hata ikawa niliposikia maneno hayo, nikaketi, nikalia, nikaomboleza siku kadha wa kadha. Kisha nikafunga, nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni. Nikasema na kusihi, e Bwana Mungu wa mbinguni, Mungu mkuu, mwenye kuogofya, mwenye kutimiza agano lake na rehema zake kwa hao wampendao na kuzishika amri zake. Tega sikio lako, macho yako yakafumbuke, upate kuyasikiliza maombi ya mtumishi wako ninayoomba mbele zako wakati huu, mchana na usiku, kwa ajili ya wana wa Israeli watumishi wako, hapo ninapoziungama dhambi za wana wa Israeli tulizozifanya juu yako. Na mimi na nyumba ya baba yangu tumefanya dhambi, tumetenda maovu mengi juu yako, wala hatukuzishika amri wala sheria wala hukumu ulizomwamuru Musa mtumishi wako. Na kuomba likumbuke neno lile ulilomwamuru Musa mtumishi wako, ukisema, mkikosa nitawatawanya kati ya mataifa, bali mkinirudia mimi na kuzishika amri zangu na kuzitenda, watu wako waliofukuzwa wajapokuwa katika pande za mwisho za mbingu, hata hivyo nitawakusanya kutoka huko na kuwaleta mpaka mahali pale nilipopachagua ili kuliweka jina langu hapo. Basi watu hao ni watumishi wako na watu wako uliowakomboa kwa uweza wako mwingi na kwa mkono wako hodari. 11 na mwisho. E Bwana, nakusihi, litege sikio lako, uyasikilize maombi yangu, maombi ya mtumishi wako na maombi ya watumishi wako,
wanaofurahi kulicha jina lako, na kuomba sana unifikishe mimi mtumishi wako leo, ukanijalie rehema mbele ya mtu huyu, maana nalikuwa mnyweshaji wa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatupa habari ya mtu mmoja aliyeitwa Nehemia, ambaye alikuwa katika nchi ya Uajemi, lakini ni Myahudi. Alifikaje huko? Katika wakati huo Wayahudi wengi walifika Uajemi kwa njia ya utumwa wa taifa. Taifa lao lilikuwa chini ya utawala wa Uajemi, walichukuliwa utumwani. Lakini habari ya Nehemia ni sawasawa na habari ya Yusufu aliyeuzwa utumwani Misri, lakini alipofika kule akawa ni waziri mkubwa. Ndipo naye Nehemia alipokuwa katika nchi ya kigeni ya Uajemi, alikuwa na cheo kikubwa, yupo katika ngome ya mfalme. Lakini Biblia inasema huyu Nehemia akiwa Uajemi, tumesikia hapa mtumishi wa Mungu anasema mmoja kati ya ndugu zake Hanani pamoja na wenzie wakawa wanatoka katika nchi ya Yuda, ambako ndiko Wayahudi waliko, wanakwenda kumtembelea huyu Nehemia. Lakini walipofika kule, Nehemia anataka kujua habari za Yerusalemu, anataka kujua habari za Wayahudi. Anasema wanaendeleaje huko, wapoje? Sikia habari mbaya. Habari mbaya. Uliposikia habari mbaya, ulifanya nini? Nehemia huyu hakusikia habari njema za Wayahudi, hakusikia habari njema za Yerusalemu. Alisikia katika masikio yake habari mbaya. Yeye mwenyewe alitaka kujua Yuda huko wanaendeleaje. Yerusalemu ilikuwa ni mji, kama tuchukulie Tanzania, tukisema Yuda ndo Tanzania, tukisema Yerusalemu ndo Dodoma. Ulikuwa ni mji katika Yuda. Anataka kujua hiyo Yerusalemu ipoje. Hanani na wenzake wanamwambia habari mbaya. wanamwambia watu wa kule wako katika ziki kubwa, wako katika shutumwa kubwa, lakini na Yerusalemu ukuta wake umebomolewa na malango yake yameteketezwa kwa moto. Ilikuwa ni habari mbaya katika masikio ya Nehemia, ni habari mbaya. Yerusalemu imebomolewa, malango yake yameteketezwa kwa moto. Ndipo mstari ule wa 4 Biblia inasema hata ikawa niliposikia maneno hayo, aliposikia maneno ya uharibifu katika Yerusalemu, aliposikia habari mbaya juu ya Wayahudi katika Yuda, anasema hata ikawa niliposikia maneno hayo, nikaketi nikalia. Hakunung'unika, akalia. Anasema nikaomboleza siku kadha wa kadha. Analia, anaomboleza. Kwa nini Yerusalemu imebomolewa? Kwa nini Wayahudi wanapita katika ziki, katika shida? Aliomboleza siku kadha wa kadha. Kisha anasema nikafunga, nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni. Hakunung'unika. Alichokifanya, alifunga na kuomba, analia mbele za Mungu wa mbinguni. Kwa nini sisi? Katika maombi yake Nehemia anasema tega sikio lako, macho yako yakafumbuke, upate kuyasikiliza maombi ya mtumishi wako mimi ninayoomba mbele zako wakati huu mchana na usiku. Haya ni maombi ya Nehemia, anaomba mbele za Mungu, anamwambia tega sikio lako, macho yako yafumbuke sasa, upate kusikiliza maombi ya mtumishi wako ninayoyaomba mbele zako usiku na mchana, uyasikie. Nehemia anasema
ninayoomba mbele za wakati huu mchana na usiku kwa ajili ya wana wa Israeli, watumishi wako, hapo ninapoziungama dhambi za wana wa Israeli tulizozifanya juu yako, na mimi na nyumba ya baba yangu tumetenda dhambi. Wana wa Kristo tunayo nafasi kubwa kwa ajili ya kuomba kwa ajili ya taifa, kama ambavyo Nehemia alikuwa naomba kwa ajili ya Yuda. Hata sisi machozi yetu tunaweza tukamlilia Mungu tukasema ninusuru Tanzania, maana tunayo nafasi tumepewa, naye atainusuru. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunayo nafasi. Kama Nehemia analia, anasema mimi na nyumba ya baba yangu tumekutenda dhambi. Nyumba yetu ni Tanzania, hakuna kwingine tutakao kukimbilia, ni Tanzania. Tanzania ikiharibika tumeharibu sisi, haijalishi ushiriki ukushiriki. Na ndio maana Nehemia anasema mimi na nyumba ya baba yangu tumetenda dhambi. Analia mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Machozi ya wana wa Kristo yana thamani kubwa mbele za Mungu. Haya ni machozi ya mtumishi wa Mungu Nehemia. Analia. Alilia taifa zima, analia yeye. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ukuta umebomolewa. Nehemia analia, anaomba mbele za Bwana. Nini kilichotokea? Nini kilichotokea? Biblia inasema ukisoma Nehemia ile 2 mstari wa 18. Nehemia 2:18. Tutakwenda kumaliza Nehemia 6:15. Nehemia 2:18. Nehemia sura ya 2 mstari wa 18. Nikawaeleza habari ya mkono wa Mungu wangu ulivyokuwa mwema juu yangu, pia na maneno ya mfalme aliyoniambia. Nao wakasema, haya, na tuondoke tukajenge basi. Tuondoke tukajenge basi. Wakaitia mikono yao nguvu kwa kazi hiyo njema. Amen. Wakati Nehemia akiwa katika nchi ya kigeni,